Mtu ambaye nafsi yake akiingia ndani ya sala inashughulishwa na kusahau kwingi, huyo ana nafsu ammara. Utamkuta mtu sehemu ya kusoma suratul Fatiha, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah, kwa vile alivyokafilika tahamaka anafungua na tahiyatu wattahiyatul mubarakat. Hapana, si hii raka ya ngapi? Hii raka ya 3, hii raka ya 4. Ujue wewe una indication ya moyo mbaya uliokufa kabla ya kifo chako. Pia itafute nafsi yako kipindi inasomwa pale Qur'an. So sifa ya Qur'an, taksha'irul julud wa talinul qulub. Uijue maana yake au usijue, lakini Qur'ani ikisomwa ina tabia kusisimua ngozi Qur'an, na ina tabia kulainisha moyo. Lakini wewe Qur'ani inasomwa wala hupati hata athari ya sampuli yoyote. Ndani ya Qur'ani inasomwa ndio kwanza unanuna, mbona imamu hamalizi kusoma? Yani ukiona huhisi utamu wa Qur'an, hebu muombe Allah akupe moyo. Mara nyingine wasokwa Waislamu wanaathirika na Qur'an, lakini wewe mbali kabisa unaona unapigiwa kelele. Sehemu ya 3, inda aljanaza, unaposikia kuna msiba, hebu ushike moyo wako ukoje. Ukasikia msikitini hapa kuna jeneza limeletwa, jamani, jeneza ni jambo kubwa. Mtume alisema idha raaitumul janaza faqumu laha, mkiliona jeneza ni jambo kubwa, mawaidha makubwa, simameni, msikae chini. Hata takhlifakum au tudha, msikae kabisa mpaka likupiteni au likiwekwa chini, basi mnaweza mkakaa. Lakini wewe upo kaburini na sigara unavuta na mambo ya mpira unazungumza, tena unakuta wazee katika maskani yao, kafa mzee mwenzi wao, ndio utasikia bwana, siku hizi watu wafa. Ina maana hana habari kwamba watu kila siku wanakufa, kwa sababu kafa anayemjua na hana athari ya aina yoyote kabisa. Yani Muislamu wa sawa sawa, mwenye roho iliyokuwa nzuri kabisa, akisikia msiba tu nafsi yake inasafiri mbali, kwanza anawaza ingekuwa mimi sijui ingekuaje. Huu ndio mwisho wake, ana tafakuri kubwa ya kaburi. Imam Ghazali anasema ukiingia ndani ya sala huathiriki na chochote moja, ikisoma Qur'ani wala haikupi athari yoyote 2. 3, ukisikia kuna msiba hata huathiriki. Muombe Allah akupe moyo, utachomwa na Allah, wewe huna moyo, umekosa moyo.